Naam. Katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amempendelea mwanadamu, awe mwanaume awe mwanamke, ikifikia stage ya mtoto wa kiume na akawa na nguvu za kuweza kukamilika kuonekana yeye ni mwana wa kiume au ni kijana, atakiwa asiwe bachela, asiwe single. Lazima awe na mzigo, umtese vizuri, umwangaishe akili. Akiwa ofisini bado anaufikiria huko nyumbani, na huo mzigo ni mzigo ambao kwamba una thamani, sio mzigo wa lele mama, ni mzigo ambao una viwango. Na ndio maana hata machaguzi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuambia tunkahul mar'atul arba'a khisal, mwanamke huolewa kwa moja katika mambo manne akiwa nayo, au sifa ya vitu vinne. Ukamtafuta mwanamke ambaye anatangazwa na umbo kuanzia kwenye sura na maeneo mengine yalobaki, unaambiwa huyo oa, si ndio mvuto wake, ndio lugha ya customer care ambayo wewe imekuvutia kufanya biashara. Lakini umevutiwa na mwanamke ambaye yeye mwenyewe ima awe hana umbo la mvuto, lakini bado anaheshimika, ni mwanamke, ana sifa nyinginezo, lakini familia yake pia ina heshima, ina nidhamu. Unaambiwa bisha hodi nyumba hiyo, kachukue mtoto wao, ozeshwa nyumba hiyo. Lakini wengine nao ambao bado wanataka kuteseka na kudhalilika, anaona kwamba mke ana sifa nzuri, wazazi wake wana heshima, lakini sema tu mwanamke huyu kaongeza sifa nyingine, ana mali. Oa mwanamke mwenye mali. Kama una uwezo wa kumiliki mali zake na yeye mwenyewe, oa, ukatazwi. Ni moja ya sifa ya mwanaume. Ili uonekane jemedari, shujaa, ni lazima ukubaliane na mikiki ya maisha. Lakini jambo la nne ni mwanamke ambaye amekuwa kwenye maadili ya kiimani, manyanyukizi yake, makuzi yake, anavyovipenda na kuviheshimu. Hakuna alivyovipa nafasi kubwa kama imani. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, mchague mwanamke aliye na dini. Yale yote unayoyamiliki kwa mwanamke huyu utakuja yakuta yapo na usalama. Chochote unachokimiliki wewe, ukirudi kwa mke huyu utakikuta kipo kwenye heshima ya unyenyekevu. Atakunyenyekea wewe mpaka na mali yako na mpaka wa karibu wako, jamaa zako, ndugu zako wote, kwa sababu yuko tayari, anasema asiharibu imani yake kwa sababu wewe uwe sababu. Yani umemuoa mwanamke, umemkuta na dini, umemkuta na imani imenyooka, yeye hesabu zake anasema kuolewa na wewe sio sababu wewe uwe sababu ya kumpoteza kwenye imani yake. Ni mvumilivu, ni mwenye nasaha, atatumia nafasi ya dini yake kukuonyesha wewe una muhimu gani. Umuhimu anaotumia mwanamke, moja ya sifa anasema, qala Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Anatengeneza muda maalumu ambao anajua hauna bugdha. Kama ni watoto wamelala, kama kuna ghasia ashamaliza, anakuelekeza na kuambia, tambua ya kwamba wewe ndiye kichwa cha nyumba. Ukiharibika wewe, ukipotea wewe, bimaana na nyumba yako nayo imeharibika. Wewe ndiyo mwenye mamlaka, mimi ni sehemu ya usaidizi. Lakini Allah naye mwanamke hakumwacha bure, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bilma'rufi walirrijali alayhinna daraja. Hata na hao wanawake katika sehemu ya sisi tukiwakosea, wana wajibu kutafuta lugha za kiheshima, watuambie kwamba hapa umeninyima haki yangu, na hii haki ulioninyima tambua kwamba ni moja ya sababu waweza ukakosa na haki yako. Sote tunapenda sehemu ya maneno ya Waarabu, wanatuaminisha annasu sawasi, wanadamu tuna mahitajio sawa. Mwanamume anataka kula,
na mwanamke anataka kula. Mwanamume anataka kulala na mwanamke anataka kulala. Mwanamke anataka kuvaa na mwanaume naye anataka kuvaa. Wewe ukitaka kuwa na pochi yenye pesa na mwanamke naye anataka pia handbag yake iwe na pesa. Anasu sawasia, mahitajio ya wanadamu kuna sehemu yanahitaji yawe sawa. Ikija kwenye sheria, ndiyo sheria itaweza kila mmoja kumpa wadhifa wake. Sasa anachukua nafasi ya kukuonyesha umuhimu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuambia, na maneno haya Bibi Aisha radhiallahu anha anatusimulia kwa uhodari kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa mambo 8 yanawajibu mwanamke ayafanye. Lakini kwa sisi tunasema kwa wakati wetu wa leo, haya mambo 4 hata mwanamume yanamhusu, ila kasoro jambo moja tu ndio alimuhusu mwanaume. Idha swalatil mar'atu khamsaha, swala haikunasibishwa na mwanamke tu, na mwanamume pia anatakiwa swali. Waswamati shahraha, na mwanamke akafunga mwezi wa Ramadhani, na kufunga pia mwanamume ana wajibu wa kufunga. Wa hafidhati farjaha, kama mwanamke ameambiwa sio mtu wa kila mtu ampe mtu mmoja tu ndiye anemiliki, hata na mwanamume ndio hivyo hivyo. Kuhifadhi tupu, kuhifadhi mili, sio mwanamke tu ndio aliyekusudiwa yeye. Haifadhi mwili wake asiupeleke kwa watu wengine, wewe mwanaume ndio upeleke kwa mwanamume. Kumpelekea mwanamke mwingine awe naye na mkataba kama huyu, lakini sio na yeye kwamba niwe ni mwenye kutangisha kila wakati. Haya mambo 3 yananasibiana na watu wote wawili. Lakini ili jambo la 4, wa ataati zaujaha, kwamba mwanamke ndiyo anatakiwa aishi na maisha ya taa, aishi na utiifu wa kumtii mumewe. Qila laha, baada ya kuyafanya mambo haya mwanamke kutasemwa kuambiwa yeye, idkhulil jannata min ayi abwabil jannati shi'ti, milango hii yote ya pepo imefunguliwa, chagua mlango wowote unaotaka uingie, na mlango atakaoingia basi ujue Allah mwenyewe tayari ashamwandikia kwa sababu ya wema wa maisha yake aliyofanya. Sasa haya ndiyo maisha ambayo ni mazuri kwenye maisha ya ndoa. Maisha ya ndoa ni masikilizano, maisha ya ndoa ni kuelekezana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukisimuliwa hadithi inasema, wajaat imra'atu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alikuja mwanamke nyumbani kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat, na akasema kumwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ana wafidatu nisai ilaika, mimi ndiye mbele ya macho yako ni mmoja katika viongozi wa wanawake, lakini kuna habari wale wanawake kule tumejadiliana, lakini wakasema hatuna majibu kamili. Nenda kwa Mtume akatufungulie hizi habari zipoje. Hadha aljihadu katabahu Allahu ala rijali, ili jihadi ya Rasulullah Mwenyezi Mungu amelifaradhisha, amelilazimisha. Wanaotakiwa kwenda kupigana na jihadi ni wanaume. Fa in yusayabu, kama wataenda katwa huko wapate vidonda, ujiru, matumizi ya kile kidonda kuwa ni kibichi mpaka kinapona, mtu huyu analipwa. Wa in kutilu, na kama watauliwa huko, kanu ahyaan inda rabbihim yurzaqun, wanaendelea kuwa hai. Sisi tunawaona wamekufa, lakini mbele ya Allah bado wanaendelea kula riziki ambazo Mwenyezi Mungu amewapangia. Hazina shida, hazina tabu, hazina mateso, hazina manyanyaso. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwambia yule mjumbe wa wanawake, akamwambia, ablighi man laqiti min an-nisa'i anna ta'ata zawja wa itrafan bihaqihi ya'dilu dhalik wa qalilun min kunna man yaf'alu. Mtume anasema, ewe mjumbe wa hao wanawake, we kiongozi wa hao wanawake, rudi kwa wanawake wenzako ukafanye uchunguzi, utafute, uangalie ni mwanamke gani aliyeshikamana na taa ya mumewe, yani anayafanya yale yanayotakiwa na mume na anayaacha yale yasiyotakiwa na mume. Ukimkuta mwanamke huyo yupo anaifanya kazi hiyo, basi yaadilu dhalika,
na yeye pia hata kama kule nyumbani kwake atakatwa na kioo, atakatwa na ukuni, ataungua kuuguza kidonda chake, na yeye ana malipo, analipwa. Wa qalilun minkunna man yaf'aluhu, lakini wachache sana miongoni mwa hawa wanawake watakaoshika taa ya mume wao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia watakuwa wanawake wachache watakaoishi kwenye taa ya mume. Yajibu ala almar'ati dawamu alhaya'i min zawjiha. Mtume anasema maisha yote ya mwanamke ana wajibu wa kuishi kumwona haya mumewe, wa ghadhu tarfiha inda qudama, aninamishe macho yake pale akiwa anamfesi mumewe, anaangaliana na mumewe. Yeye akiongea basi aangalize macho yake chini, kujichekesha kama sikuchekesha, kutabasamu kama sikutabasamu, lakini anampa maneno mazuri, japo kama kajibiwa shiti kwa lugha zetu za kileo za duniani. Yani amesema kitu kizuri mwanamke, lakini mwanaume pale pale kapoteza, katafuta lugha yoyote ya kumshit, lakini mwanamke bado anazungumza kwa haya, anazungumza kwa upendo, anatoa sifa ambazo kwamba wala hazipo, lakini anamsifia. Lakini haya yote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mwalimu aliyeongoza kutoa ofa za kifaida, kama vile wanavyopata ofa watu wa duniani. Watu wa duniani kuna michezo ikichezwa haiishi, mpaka ikiisha wengine wanaondoka na tunzo, wanaonekana wamefanya vizuri, wana maisha mazuri. Sasa na hawa wanawake pia Mtume akawawekea ofa zipi? Mimi na wewe tufuatiliane kipindi kitakachofuata kwa idhini ya Allah, tuangalie kuna ofa gani ambazo Mtume amewapa wanawake. Utakuja jua kuna ofa 4 ambazo Mtume hizo ameziandaa kuzieka. Ndevu tu za mwanaume ni ofa kwa mwanamke. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.